What's good mtazamaji wa Big Talent TZ, karibu tena kwenye channel yako hii kuendelea kupata dondoo za teknolojia, masuala ya applications, YouTube pamoja na masuala ya edit. Tunagusia pia kwenye mitandao ya kijamii pamoja na kufahamu maelekezo ya PC. Leo mtazamaji, nataka tuangalie jinsi ya kuzuia matangazo pindi ambapo unakuwa una search katika mitandao yako ya kijamii. Basi automatically utakapokuwa umeorozesha kitu ambacho unakihitaji, basi ukikata mfululizo wa vile vitu ambavyo ulikuwa na visearch, basi vitakuwa vikitokea katika searching engines yako. Wakati mwingine ulikuwa una search kitu ambacho hautaki mtu mwingine aone, basi akitumia hiyo simu yako automatically atakuwa anaona hivyo vitu ambavyo ulikuwa na visearch. Mfano labda umeingia katika Google search ukasearch donut. Basi ukiingia katika Facebook account yako utaona donut zikitokea katika sehemu za feeds pale. Ukiingia Instagram utaona donut katika baadhi ya reels ambazo zitakuwa zinatokea. Ukiingia YouTube utaona donuts katika sehemu za videos ambazo zitakuwa zinatokea. Ukiingia TikTok basi utaweza kuona donuts zikiwa zinaonekana katika videos ambazo zitakuwa zina display katika ile account yako ya TikTok. Itakuwa ina apply kila sehemu ambapo utakuwa unaingia katika mitandao yako ya kijamii. Hii system inakuwa iko automatically sehemu ya hizo searching engines, mfano labda Google au browser yoyote ambayo unaitumia katika simu yako. Nitakuelekeza kwenye upande wa Android jinsi gani unaweza ukazuia basi matangazo hayo ambayo yanakuja automatically pindi ambapo unakuwa umesearch vitu vinavyofanana na hivyo ambavyo wanakuletea. Tafuta settings katika hiyo simu yako, bonyeza hapo. Baada ya kuingia hapo, shuka njoo mpaka Google. Katika eneo hilo hapo la settings bonyeza. Baada ya kuingia Google, katika hiyo setting utaweza kuona Google Service pamoja na email ambayo utakuwa umeapply kwa wakati huo. Kwa hiyo utaenda sehemu hapa ambayo imeandikwa All Service, bonyeza hapo. Ukishaingia All Service utashuka chini. Utashuka kiasi fulani, kisha utaona hapa sehemu ambayo imeandikwa Privacy and Security. Kwa chini yake kuna maneno ambayo imeandika Ads, bonyeza hapo. Ukiingia katika ads utaweza kuona sasa options ambazo hizi ndizo zinahusika moja kwa moja katika kuchakata vitu ambavyo unakuwa una visearch katika Google searchings au Google engines pale, ili iwe inakuletea sasa kitu ambacho ulikuwa una kisearch kinachofanana na hicho, basi kiwe kinatokea katika mitandao yako ya kijamii yote ambayo inahusisha email yako pamoja na Google searching. Kwa hiyo utaingia katika kila kipengele hapa. Tuanze na hii Reset Advertising ID, unabonyeza hapo. Kisha utaona maelekezo ambayo yanakuambia sasa kama hautaki matangazo ya design hiyo yawe yanatokea katika hiyo account yako, basi unakubali hapo, utasema confirm. Utakuja sehemu ya pili ambayo wanakuambia delete advertising ID, utabonyeza hapo. Utabonyeza sehemu ya delete hapo. Hiyo ni sehemu ya pili ambayo tumeenda tukaseti, na utaweza kuwa umeondoa yale matangazo yote ambayo yanakuwa related au yanakuletea vitu ambavyo ulikuwa una visearch. Kwa hiyo hapo utakuwa umeweza kuzuia. Utakapobaki hapa automatically na ile ya chini tutakuwa tayari tumeshaiondoa. Kwa hiyo zote zile ambazo tulikuwa tumeziona pale zimeshakuwa cancelled. Kwa hiyo haitaweza kutokea tena matangazo ya design ile ambayo nimekuelekeza. Yes, nadhani utakuwa umeelewa mtazamaji, hatua by hatua ambazo tumezitumia ili kuzuia hayo matangazo ambayo yanakuja automatically pale tu ambapo utakuwa umesearch kitu na yatakuwa yanatokea katika searching engines zako zote. Naitwa Salumu, unaweza kuniita Salu the Genius, unaweza kuniita Salu ukipenda. Endelea kufuatilia Big Talent kwa kujifunza vitu vingine vinavyohusiana na masuala ya tech ili uendelee kuelimika zaidi. Usiache kusubscribe kama ni mtembeleaji mpya kwenye channel hii. Tukutane tena hapo baadaye. Endelea kuenjoy.